Bana, tunaenda kuiangalia Simba Sports Club. Moja kati ya timu ambayo imeondoka na kombe iliondoka na kombe la Sierra Leone Federation Cup na vikombe vingine, lakini tunatazama makombe makubwa. Simba amekuwa akistruggle sana kuyapata kwa miaka hivi karibuni. Lakini yote inatokana na quality, tunasema. Yes, quality ya kikosi inakuwa kidogo hailingani na wapinzani wao. Tumeona maingizo mapya ndani ya kocha Simba Sports Club. Ameanza kuzungumzwa sana Ibrahim Doumbia, mshambuliaji wa Simba Sports Club. Labda tukianza kumwangalia Ibrahim Doumbia, ni mchezaji wa aina gani, na jinsi ambavyo watu wanamwangalia ndivyo hivyo walivyo, na ndio hivyo ambavyo umemwona. Faida ni kwamba baadhi ya wachezaji wa Simba kupitia Kagame tumefanikiwa kuwaona kwa kiasi kidogo. Tunasema kiasi kidogo kwa sababu ni kama wako trials, ni kama wako kwenye majaribio, na mwalimu pia yupo kwenye majaribio, kwa sababu kile tulichokiona kwenye Kagame sio picha halisi ya Simba kwenye msimu, kwa sababu timu iko kwenye pre-season. Kwa hiyo kwenye pre-season mwalimu ni rahisi kufanya chochote anachoweza kufanya kwa ajili ya kujaribu kuingiza kile anachotamani. Mwalimu anaweza akachagua, nataka niwe na schemes ama naweza kusema mifumo ya kuiendea mechi, approach zangu 4 tofauti. Nikicheza na timu inayopaki basi nitakuwa nacheza hivi. Nikicheza na timu inayokaba kwenye mid block watu wengi sana katikati ya kiwanja nitacheza hivi. Nikicheza na timu inayoshambulia sana nicheze nao hivi. Nikicheza na timu ambayo kwa kiasi kikubwa ni wanacheza kwenye mabavu tu, wagonga sana, nicheze hivi. Kwa hizo zote walimu wao wanazichagua. Na ndio maana nitakuuliza kitu, unahisi kile ulichokiona Kagame ndicho ambacho kitakwenda kutokea msimu huu? Ni ngumu, kwa sababu lini unaamini Mligo atacheza center back wakati kwenye Kagame alichezeshwa kwa ajili ya kutesti mitambo, nasema sio? Motu Scoop aliyokuja kwenye majaribio kutoka Gaborone United ya Botswana, ni uhakika anaweza akacheza pale chini wanapocheza kina Kagoma, kina Kante, yupo Kevin Nation pale? Ni ngumu. Au Nathaniel Chilambo, primary namba yake ni fullback ya kulia, lakini huko kwenye Kagame alikuwa anachezeshwa pia kushoto katika kupata tu balance ya kikosi. Kwa hiyo kutokea hapo, hata kina Doumbia ambao umeniuliza, tunaweza tukaamini kwamba bado wapo kwenye mchakato wa kuhakikisha timu inaungana kutoka kwa wachezaji wapya na waliomaliza msimu na kikosi ambao bado wapo. Kwa mfano, mimi nitakwambia tu, Doumbia pamoja na kuwa ametoka kama top scorer wa ligi ya Mali, japo hakutoka kwenye klabu kubwa. Klabu kubwa Mali ni 3 tu. Stade Malien aliyekuwa kwenye kundi la Simba, Esperance na Petro Atletico, lakini wapo Joliba Athletic Club, kwa kifupi wanaandikaga Joliba AC, lakini wapo Real Club de Bamako waliokuwa kundi moja na Young Africans, US Monastir na TP Mazembe, msimu ambao Yanga anakwenda mpaka finali ya kombe la shirikisho 22-23. Kwa hiyo ukitokea hapo, tunakubaliana kwamba Doumbia kwanza pia yupo kwenye mchakato wa kuzoea maisha ya klabu kubwa, kwa sababu ametoka kwenye klabu ndogo Korofina. Yaani alivyochukua ubingwa, alivyochukua kiatu ni sawa na mfano hai Tanzania ilishai kutokea kwa George Mpole, ambaye alichukua kiatu akiwa na Geita, sio Simba, sio Yanga, sio Azam, sio sijui Black Stars, sio sijui Namungo ambao hata imeshai kucheza kombe la shirikisho. Kwa hiyo alichukua na Geita, au sio? Kwa hiyo kutokea hapo ndio sawa na Doumbia alichokifanya akiwa na Korofina. Sasa anatakiwa kuanza kuishi kwenye pressure. Bahati nzuri ameenda kuanza kupata ubatizo wa moto, fire baptism. Yaani tunasemaga kubatizwa kwa moto maana yake unapewa pressure mara yako ya kwanza ili uzoe mazingira. Bahati nzuri ameenda kuanza kupata ubatizo Kagame, pressure haikuwa kubwa, sio kila mwana Simba alikuwa kule. Labda pressure kama alikuta kwenye mitandao. Kwa anarudi ndani sasa kuanzia tarehe 8 maybe Simba Day, Mungu akipenda tarehe 12 Ngao, na kuanza kwenye ligi na Kagera nafikiri wanafungua nao Kaitaba, au sio? Kwa kutokea hapo ndo utaanza kuona picha halisi. Lakini kwangu mimi kama mfuasi wa soka, mpenzi wa soka la Tanzania, Simba, Yanga, Azam na kadhalika, neutrally kabisa, Simba wanapaswa kuongeza mshambuliaji kama sio washambuliaji. Hawawezi kusema watatoboa tu na Doumbia. Mwalimu alikuwa amerudi Wydad, inategemea ripoti inasemaje, je anarudi kuendelea na msimu mwingine. Of course za ndani zilikuwa zinaeleza ana msimu tena mwingine kapewa wa kuja kuendelea na Simba kutoka Wydad, na Simba wamekuwa tayari kuendelea naye, lakini bado hajarejea, au sio? Kwa hiyo kesi yangu inakuja kutokea kwa Doumbia. Je, bado Baka ataendelea kumwamini Mpanzu kama false number 9? Kwa sababu msimu uliopita
pati kubwa ya msimu Mpanzu ndo kaanza kwenye kikosi kama force number 9, sio mshambuliaji kiasili. Kwa hiyo huwezi ukazipata zile traits, tabia za kimshambuliaji wa asili kama alivyokuwa akiingia Selemani Mwalimu, au sio? Au mwanzoni mwa msimu Soa kaondoka, Mukwala huna, Kinateba huna. Kwa hiyo wanapaswa kwenda, kwa sababu wana Champions League, wasingependa kuishia nafasi ya mwisho kama walioishia last season kwenye group stage, lakini wana michuano ya ndani. Yanga kashachukua mara 5, kuchukua mara 6 ni fedheha, kabisa, lakini ni sherehe kwa Young Africans. Wana CRDB inaweza kuwa ni boosting kwao, wana Muungano ni boosting nzuri kwao. Wanaweza kusema tunaenda msimu ujao, lakini tuna medali ya CRDB kwa tuitafute ya ligi. Kwa hiyo kwa Dumbia ni mchezaji, kwangu mimi ni mshambuliaji mzuri wa kawaida, sio mshambuliaji mzuri wa kutisha, kwa sababu ya unaangalia mazingira ya mchezaji, tunasema all around, nini kinamzunguka striker. Jana technicality, uwezo wake wa kiufundi ni wa kawaida, sio wa kutisha. Anawezekana ikawa silaha yake kubwa ni mipira ya hewani, kuanzia height, uwezo wa kuvamia mipira ya hewani, of course amekuwa the best, lakini uwezo wa kusimama kwenye nafasi nimependa. Ana uwezo mzuri sana wa kuamua nafasi, positioning na nini. Sasa mimi huwa spendi tutumie maneno mengi kumtetea mchezaji. Tuanze kutaja mikimbio na nini. Striker funga mabao, midfielder tengeneza nafasi, defender defend vizuri. Ikitokea secondary role, jukumu la pili la kushambulia, fanya hivyo. Lakini primary role, mimi ni mfuasi wa primary role, majukumu mama ya mchezaji. Yale ya pili yakitokea, huwa nasema okay, it's fine, kwa sababu ni uwezo tu wa kawaida wa mchezaji. Ila hii Simba kwenye mzunguko wa pili wa ligi iliyoisha, wanaonekana kama kikosi kime click, wanapata matokeo, unaiona kabisa timu ikiwa inacheza. Hata kwenye mechi mbili za mwisho dhidi ya Young Africans, nadhani walionyesha performance nzuri sana kwenye hii michezo zote. Yanga na Simba mechi zote 3. Yeah. Top game. Labda kwenye kile kikosi ambacho kimeisha, kilimaliza msimu, of course top players naona wamebaki. Yeah, of course. Yeah. Sasa kwa jinsi unavyoona, wanatakiwa waongeze wapi nguvu tofauti na eneo la ushambuliaji? Nafikiri kwa Simba maeneo mengi wamefanikiwa kuyatibu. Maeneo ambayo wamefanikiwa kuyatibu, eneo lao la kiungo wa ulinzi wamefanikiwa kwa kiasi fulani, kwa sababu watu wanafikirigi kutibu eneo fulani ni tuleta mgeni. No, thank you. Unaangalia kuna wazao wangapi wanaweza wakafanya vizuri. Nafikiri alikuwa akikosekana Kante na Kagoma mmoja wapo, leo Maema anacheza, ambao by the way sio mkabaji kiasili. Ukikutana na timu zinazo kupress, sio mkabaji kiasili. Ameongezeka Nation, ni kesi ya coach Steve Barker kucontrol tu matendo ya kawaida ya mchezaji. Labda kama ni mchezaji anacheza sana kiatu, labda ni mchezaji ana paniki sana. Ukishatoka kwenye timu za kawaida unaenda timu kubwa, unapewa miiko, unawekewa visquare, hichi kisanduku usivuke. Huu mstari sio wa kuvuka, kwa sababu unadili na timu ambayo unacheza na hisia za watu wengi. Kwa hiyo control discipline. Ni vitu vya tumeona wachezaji wengi wanastaarabika wakishakuja kwenye timu kubwa. Wanaacha vitu vyao, wanaacha vurugu mechi. Mudathir unamwona akiwa Azam. Mimi nimemfuatilia Mudathir tangu mtoto, anatoka kijana anakuwa Azam, ameenda Black Singida United ile kwa mkopo akarudi. Alikuwa ni mtu anachafua sana. Lakini tangu amekuja Young Africans unagundua anafika, anafunga mabao sasa hivi. Anacheza kimalengo. Unachorewa malengo. Wewe ni kiungo namba 8, lakini unataka kwa msimu tupe hata bao 8 basi, hata bao 7. Kwa hiyo nafikiri eneo hilo liko sawa, ma fullbacks bado wako smart. Nafikiri Simba eneo kubwa mimi kiukweli ambacho naamini wanapaswa waende zaidi ya pale. Simba inashambulia sana. Last season ndio timu ambayo ilikuwa imeshambulia kwa kupiga mashuti mengi zaidi kuliko timu nyingine yote, zaidi ya 300. Kwa maana tu ya mashuti. Sasa hayo ni majaribio. Nani alikuwa anakosekana? Maybe ilikuwa ni eneo tu la juu la finishing. Kwa sababu Aura tunamzungumza Libasege, Chama wamescore mabao mengi, ambao kama kuna striker ilitakiwa chances nyingi walizopata wale ilikuwa zinamkuta striker anamaliza na mabao 15 16 kwenye msimu. Lakini utagundua nani alikuwa na mabao mengi kwa Simba msimu uliopita? Ni Mwalimu na Chama, mabao 99. Tena Chama ametoka na mabao 2 Singida Black Stars. 7 ndo amekuja kuyafungia pale Simba. Mwalimu anatoka benchi lakini kafunga. Mpanzo amaliza na assist 10. Sasa zile assist, imagine unampata mshambuliaji anayeeleweka. Kwa nafikiri Simba kama wako tayari kuongeza mshambuliaji au washambuliaji, by the way,
ni muda wao, kwa sababu end of the time dunia imebadilika. Timu inayoshambulia sana kwa hivi sasa ina nafasi kubwa ya kushinda kuliko inao defend, tofauti na miaka ya kina Mourinho. Hata World Cup umejionea, Spain wamekana mpira na wana attack, wamezisumbua timu nyingi kuliko timu ambazo zinakaa chini. Timu zote ambazo zinakaa chini, niambie ambayo ilivuka ikiwa comfortably, utagundua ni ngumu sana. Bwana, hiyo ni kwa upande wa Simba Sport Club. Ni moja kati ya timu ambazo uwezo kuzungumzia timu mpira wa bongo waache kuzigusia. Yes, kuna mambo mengine ambayo yanaendelea ndani ya Simba, hayo tuyaweke pembeni kwa sababu ni nje ya jambo letu la kiufundi. Na mimi binafsi huwa nakiri wazi kwenye media yoyote ile, mimi si mfuasi wa siasa. Za hapa na pale, mimi huwa nasema zikishaisha bwana mtaniambia turudi kwenye dakika 90, kwenye dakika 90. Na kwa jinsi ambavyo umekitazama, labda umetazama msimu mzima ambao umekwisha, unaweza ukanipa wachezaji 11 ambao unaona ni bora kwa ligi ambayo imetamatika, tukiwa tunaelekea kwenye msimu mpya wa ligi? Msimu uliopita? Yes, nafikiri kuna players walikuwa na standard nzuri according to kile walichokifanya na timu zao walizifanikishia kitu gani. Lakini unajua kwenye goalkeeping palikuwa pana shida. Kila timu kiigusa ilikuwa inapanda shuka. Simba sio kaanza Yakub Suleiman sio, lakini by the way kuna performance ambayo alifanya Diarra baadhi ya games ilikuwa ina umuhimu sana kwa Young Africans. Diarra kulia, mimi ningemweka Kapombe, alikuwa na performance nzuri msimu uliopita kuisaidia Simba kubakiza gap la alama 2 tu. Walimaliza na alama 74, Yanga wakiwa na 76. Kwa hiyo unaweza kuona ilikuwa ni 73, Yanga 75, gap la alama 2. Kushoto by the way, pamoja na kuwa performance yake alikwenda kupata challenge ya Shadrack Boka, lakini bado Shabalala alichangia mabao nafikiri karibia 8-9 ya timu kushoto. Center backs ambao walikuwa na performance msimu uliopita, siwezi kumtenga Rushaine Derek. Alikuwa na top performance kwa upande wake, lakini Ibrahim Baka kuna baadhi ya games amekosa msimu uliopita. Jobu naye aliumia katikati ya msimu. Umeona maisha yanavyokuwa magumu. Sasa unajiuliza, lakini kwa Rushaine alikuwa na performance ya muendelezo. Ila Ibra alivyorudi baada ya adhabu ya mechi 5, ile ilianza Novemba, alimaliza msimu beta. Kwa Baka pamoja na Rushaine. Eneo la kiungo mimi nilikuwa nacheza 4-1-4-1. Baada ya mabeki, kiungo mmoja wa chini Duke Abuya. Top performance. Kwangu mimi alikuwa ni kiungo mwenye impression kubwa sana. Wale viungo 4 sasa wa juu. Hapa ndani viungo wawili juu ya huyu mmoja nimemweka Chama na Faisal. Faisal huwezi kumwacha, kwa viungo wote ndio alikuwa na mabao mengi. Au sio? 15. Assist zake karibia 8. Chama amekuja aliwasha sana kwenye msimu. Lakini hawa ni wandani. Sasa kulia na kushoto, kulia itakuwa sio fair kumwacha Alan Okello ambaye alimaliza msimu kaingia dirisha dogo, bao 14, assist nafikiri karibia 7-8, top performance. Amekuja dirisha dogo lakini moto wake ulikuwa hivi. Kushoto namweka Mosi Nduumwe ambao ndo mfukaji bora msimu uliopita, sababu ni winga yule kiasili. Kwa winga moja Okello, winga moja Mosi Nduumwe, namba 8 Faisal, namba 10 Chama, 6 hapa nimemweka Duke Abuya. Eneo la striking, by the way, ningemweka striker ambaye ameisaidia timu yake kuchukua ubingwa. Sio kwamba alikuwa na magoli mengi. Sababu kwa striker pase namba 9 asilia aliyekuwa na mabao mengi nafikiri ni Matthew Tegis aliyokuwa Pamba. Sasa hivi yuko Black Stars. Lakini nyuma yake alikuwa Dube bao 11. Kwa mimi namsimamisha Dube. Nashukuru sana. Asante. Bwana, hiyo ni namna ambavyo tunatamatisha kwenye michezo. Kuangalia mpira wa Tanzania msimu uliopita, lakini na kuelekea msimu mpya wa mashindano.